Na namtaka katibu mkuu atakayekuja awe ni mtu mwenye hekima, mwenye uvumilivu, mwenye utulivu, mwenye ukomavu mzuri wa fikra, lakini sio kuwa navyo tu. Nikwambia waandishi wa habari, unaweza kuwa na hekima, una busara, una uzoefu, una elimu, halafu uvitumii. Hujawahi kuona uvitumii, unakuta mtu havitumii. Nasema jamaa yule anakuwa na hekima, ana busara, ana elimu, mzoefu, lakini hatumii. Zipo tu vinakaa ndani. Tunataka mtu atakayevitumia na asivitumie kwa ajili yake yeye, avitumie kwa manufaa ya nchi nzima. Tuko katika mfumo wa siasa wa vyama vingi, ambapo sisi chama cha Mapinduzi ndio top. Sisi ndio top, ndio tunaongoza serikali, ndio tunasimamia serikali na kadhalika. Ni wakubwa, ndio tulivyo. Ni wakubwa kwa wingi wa wanachama, ni wakubwa kwa kila kitu. Na tutaendelea kuwa wakubwa hivyo. Namtaka katibu mkuu atakayekuja kuchukua nafasi ya Dr. Emmanuel John Nchimbi alielewe hilo. Alikubali hilo kwamba tuko katika mfumo wa vyama vingi vya siasa. Na wapinzani si maadui wa Chama cha Mapinduzi. Ni washindani wa Chama cha Mapinduzi. Na ndio maana Dr. Emmanuel John Nchimbi akiwa Songea, kulikuwa kuna wimbo unaowadhalilisha wapinzani. Wimbo ule aliupiga marufuku. Mwaka huu, miezi michache iliyopita, aliupiga marufuku. Hapana kudhalilisha mtu. Kwa sababu mtu anapokuwa mpinzani si adui yako. Mnashindana vision au sio? Ya namna gani mulete maendeleo ya wananchi. Wewe unasema hivi, yeye na anasema hivi. Nilimwona nani? Kuna mtani wangu anaitwa nani? John nani? Heche siku moja akasema, sisi ya miaka 60 wameshindwa kuleta maendeleo. Nikasema wewe Heche unaendesha gari kwa lami kutoka Msoma kwenu mpaka Mtwara kwa lami. Bado Heche unasema hatujaleta maendeleo yetu. Kweli Heche? Sasa kwa ni mtani wangu bwana atamajaje? Heche hii lami unayopita hii ni Chama cha Mapinduzi kimesimamia serikali zile. Kuanzia Nyerere kuja Mwinyi kuja Mkapa kuja Kikwete kuja Magufuli kuja Samia. Ni Chama cha Mapinduzi kimekuwa kisimamia serikali zile. Na mpaka tukapiga lami kutoka Msoma, unaendesha gari kutoka Mtwara mpaka Msoma kwa lami. Unaona? Zamani ilikuwa tunapita Kenya kwenda Kagera na kadhalika. Kwa hiyo alisema hivyo kwamba ndio. Sasa hizo ni hoja tunazoshindana kisiasa. Sasa kazi yetu sisi pale sio kumchukia Heche. Hapana. Ni kumwambia Heche, sikiliza mtani wangu bwana. Hatujafanya kitu miaka 60 wewe Heche. Kweli hii lami unayopita na gari lako hili. Unaenda kwenye mikutano huko Mwanza na wapi? Na unaenda likizo huko kwenu Tarime. Heche. Hii lami kweli haijengwa na serikali za Chama cha Mapinduzi. Sasa wameshindwa miaka 60 bwana. Kwa hiyo tunashindana hivyo, lakini hawi adui. Heche hawi adui wa kwangu mimi, kwa kuwa mimi ni wanachama wa chama cha nini? Chama cha Mapinduzi. Tunamtaka katibu mkuu atakayepata nafasi ya kuvaa viatu vya Dr. Emmanuel Nchimbi awe ni mtu ambaye atawaona wapinzani kama si maadui ila ni washindani. Nashukuru makatibu wakuu wetu wote wameliona hilo, na chama tumekuwa tukiliona hilo. Sisi hatuna adui wa kisiasa kama Chama cha Mapinduzi, tuna washindani wa nini? Wa kisiasa. Na katibu mkuu wa namna hiyo atatusaidia mambo mengi. Namtaka katibu mkuu ambaye akikaribishwa kwenda TLP, Tanzania Labour Party, au NCCR Mageuzi, wakimuita au Chauma au Chadema au ACT anakwenda bila shida. Yeye anajifira at home na hawana cha kumnyoshia kidole na kusema huyu katibu mkuu. Hapana. Namtaka katibu mkuu atakayevaa viatu vya Dr. Emmanuel John Nchimbi, jina lake litakapotajwa, maki kuna litakapotamkwa, viongozi wa dini waseme ndio huyu. Huyu sawa. Wamepata. Hapa tumepata Chama cha Mapinduzi tumepata katibu mkuu. Sawa. Asasi za kiraia wanasema CCM imepata katibu mkuu bwana. Wafanya biashara wasema chama kina katibu mkuu. Wanafunzi vyuo vikuu na sekondari na kwingine, maprofesa, madokta kwenye vyuo vikuu wanasema chama kina wanete. Bodaboda na bajaji, mamalisho wasema Chama cha Mapinduzi kimepata katibu mkuu. Sisi wenyewe wanachama wa CCM tumepata katibu mkuu. Na vyama vya upinzani visema huyo ni katibu mkuu. Kama alivyo Dr. Emmanuel John Nchimbi. Dr. Nchimbi alipokuwa katibu mkuu wa CCM, kila mtu nchi hii alisema mmepata katibu mkuu. Kote nilikokuwa nikiuliza nini. Mimi niliojiwa masaa 3 baada ya yeye kutangaza kama katibu mkuu. Deutsche Welle walinipigia simu. Nilikuwa Ifakara, naendesha gari kwenda Mahenge jioni ile. Wakaniambia tunaongea na Dr. Mchunguzi, nikamwambia Deutsche Welle Ujerumani. Wakasema Nchimbi amekuwa katibu mkuu wa chama. Nikamwambia ndio. Unamfahamu? Nikamwambia namfahamu. Tueleze yukoje. Kwa hiyo ukienda East Africa Radio uta connect na Deutsche Welle, utaona speech yangu niliyotoa masaa machache baada ya yeye kufanya nini?
kutajwa kama katibu mkuu. Niliojua na Deutsche Welle ya Ujerumani na nilieleza sifa zake. Na kote ambako nimepita nimekupa na mfano wao vijana wa Mzumbe, kila mtu atakwambia Nchimbi is a man of the people. Ana legacy ambaye ameiacha. Na kwa msingi huo katibu mkuu tutakayetarajia kumpata wa Chama cha Mapinduzi awe katibu mkuu wa namna hiyo ambaye is a man of the people, hana majigambo, hana majivuno, akipigiwa simu anapokea, akitenda mahali anaelekezwa, anashirikiana na watu secretariat na kuhakikisha chama chetu Chama cha Mapinduzi. Sasa hapa naongea kama lazima katibu mkuu ndiye kazi yake hakikisha tunashinda mwaka huu, tunashinda chaguzi zote, tushinde chaguzi za urais, za udiwani, za ubunge na serikali za mitaa. Lazima hakikishe kila wakati tunashinda sisi Chama cha Mapinduzi. Ndio maana yake. Dr. Dennis Muchungu, hebu tujaribu kuangazia baadhi ya mambo ambayo Dr. Nchimbi ameyafanya ambayo pengine yanawafanya muwe kifua mbele kwa kile ambacho ameweza kufanya katika nafasi yake kama katibu mkuu. Kama katibu mkuu, chama chetu kimekuwa imara katika kipindi hicho. Kimekuwa imara. Tumeweza kuendesha shughuli zetu kwenye mashina, kwenye matawi, kwenye wilaya, kwenye mikoa. Jumuiya zetu zimefanya kazi vizuri na mpaka mwenyekiti wake wa chama akaridhia kamati kuu, akairidhia halmashauri kuu na akakubaliana na mkutano mkuu kwamba huyu bwana awe mgombea mwenza wangu katika urais wa mwezi Novemba. Na kabisa heshima yetu ya Chama cha Mapinduzi ikiendelea kuimarika na utendaji wetu ukiendelea kuimarika na tukienda vizuri. Na ilani yetu umeiona tulioipitisha katika mkutano mkuu maalum uliopita, ni ilani ambayo ni excellent, ilani nzuri kabisa, na ni kazi kubwa ambayo pamoja na yeye kama secretariat wameshiriki katika kuratibu shughuli zile na kuhakikisha kwamba tuna ilani hiyo, ikiwa ni pamoja na ni kazi pia ya kamati kuu ya halmashauri kuu na mkutano mkuu na wanachama sisi sote wa Chama cha Mapinduzi kupitia jumuiya zetu na kadhalika. Kwa hiyo he has been a uniter, ni mtu ambaye ametuunite, ni mtu ambaye ametujengea taswira nzuri kwenye chama, hana majivuno, hana nini. Na unapokuwa na mtu ambaye kila mtu anamsema vizuri, ndio chama hicho, ndio image, au sio? Ndio image, na ana image nzuri Dr. Emmanuel John Nchimbi kabisa katika chama chetu. Kuna kipindi pia niko naona anakutana na watu wa upinzani wanazungumza. Hana shida Dr. Emmanuel John Nchimbi, hana shida. Ndio nimekwambia katibu mkuu anayekuja, ningependa mimi kama Dennis nimuone katibu mkuu wa namna hiyo. Mtu ambaye jina lake likitajwa kwamba anakuwa katibu mkuu. Viongozi wa dini wanasema alhamdulillah rabbil alamin. Mashaka wanasema alhamdulillah rabbil alamin. Yaani watu kila mtu anasema pana, huyu hana shida. Walimu kule vyuo vikuu wanasema huyu hana shida gani? Madereva wa malori ya mafuta na watu wenye masheri wanasema huyu hatuna shida. Yaani chama kimepata mtu kufanya biashara na kila kitu, kwa sababu ni nafasi kubwa ya chama tawala kinachosimamia serikali iliyoko madarakani. Na kwa hiyo nataka mtu atakayekuja awe katika level hiyo ya Dr. Emmanuel John Nchimbi. Okay, Dr. Mwaka huu na mambo mengi kwenye upande wa kwenye uwanja wa siasa. Tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu Oktoba. Sasa ambacho tunahitaji kuweza kufahamu kutoka kwako, kwa sasa tunasikia sauti mbili tofauti kwenye uwanja mmoja ambao ni uwanja wa siasa. Sauti ya kwanza inasema no reforms no election, ambao wao wanahitaji mabadiliko ili waweze kuelekea kwenye uchaguzi. Lakini pia sauti ya pili tunasikia Oktoba tunatiki. Zote zinalindima kwenye uwanja mmoja wa siasa. Tuangazie sasa wananchi wanashindwa. Walikuwa na kina Raila Odinga wote hawa, lakini baadaye hapo nyuma wakaanzisha chama kinaitwa Orange Democratic Movement, ODM, si ndio? ODM. Ruto akaingia na Raila kule. Mmoja anaitwa Kalonzo Musyoka. Akaona hapa hatushindi. Hapa hatushindi. Akajinyofoa Kalonzo Musyoka, akaunda chama kinaitwa Wiper. Walipofanya uchaguzi, kura za Kibaki hazikutoshi. Kalonzo akamuongezea za kwake, akawa makamu wa rais. Upo hapo. Akawa makamu wa rais. Ilipokuja 2012 kwenye uchaguzi, Ruto akapiga maupepo akasema kwa Raila huko hatushindi. Huko kwa Raila huko hatushindi ODM. Kalonzo akamwambia mimi naenda, akamwambia wewe nenda, mimi huko hapa. Huko siendi. Ruto alichofanya akamchukua Uhuru akaenda Jubilee. So akapata urais na makamu wa rais. Ikaja 2017 uchaguzi ukabatilishwa na mahakama ya upeo. Raila akasema sirudi uchaguzi, wakaendelea. 22 yeye ndiye rais sasa hivi William Ruto. Anaenda na the winning team. Sasa umesema kuna Oktoba tunatiki na hiyo nyingine uliyoisema. Ni hivi, watu waende na the winning team, na the winning side. Winning side ni ya kutiki Oktoba. Hiyo ndio the winning side, kwa sababu inasimamia kitu ambacho kipo. Ni kwamba Oktoba uchaguzi upo.
Hilo ndio nalolisema kwa Tanzania. Uchaguzi upo. Najua watapinga watu kama 1000 Instagram, Facebook. Dokta ondoka. Una sera, umeishiwa, chawa, kunguni. Lakini utaona tu, wata comment mpaka chini, lakini sasa hiyo haisaidii kuondoa uchaguzi Oktoba. Twende ni kwamba hiyo unaisema sijui nini. Hiyo ipo, wanaweza kuwa wana kitu cha kutaka kutueleza. Lakini namna walivyokileta system. Unajua unaweza kuwa na jambo zuri unataka kulieleza. Ukakosa namna ya kulieleza. Hakuna kitu kikubwa kama kuweza kujua namna ya kueleza jambo. Walivyoanza wameanza tofauti. Kwa sababu wanakuja watu kwenye mkutano wao 1000.